Naga sana sizishindana na gama bwana kama kwa game mishaso sana zile gundu na majungu mimi namuomba Mungu anavunja viungu navyokupenda mwenyewe unajua. Yeah, my name is Cobra Goldie. Ni msanii wa muziki wa kizazi kipya. Moja kati ya vipi sa kushiriki ilikuwa 2016 nimeshiriki. Tulishiriki wasanii tulikuwa wengi. Lakini nakumbuka mara kwanza tulishiriki ilikuwa kwenye ukumbi wa Diego ni Amazing unapatikana Sumbawanga. Tulikuwa washiriki zaidi ya 300. Tulikuwa wengi sana nakumbuka siku ile. Na kama kawaida ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kabisa kushiriki Fiesta. Tulipopata taarifa kwamba Klaus anakuja, tukafanya kukusanya CD zetu, tukazipeleka radio ya Chemchem 92.2. Baada ya kupeleka zile radio, basi walikuja wakakusanya zile CD wakazichukua. Pale kwenye CD yako unaandika jina. Mimi naitwa Cobra Goldie, kwa pale kwenye CD pale niliandika Cobra Goldie. Baada ya hapo ilifika muda wa mashindano, tukaanza kushindana. Nakumbuka ni Adam Chomvu wakati ulifika muda wangu sasa wa kuitwa jina, naitwa. Anayepanda kwenye stage sasa ni Cobra Gangster. Kipindi hiko nilikuwa naitwa Cobra Gangster, sio mtu anayekuja. Oya, kwanza Adam Chomvu mwenyewe alinjoy, alifly kabla ya kwanza kujua ni kitu gani kilicho nileta pale mbele. Baada unakumbuka ile mistari unaweza kutuimbia kidogo ile mistari ambayo ulitumia ile? Hiyo mistari ambayo nimetumia naikumbuka. Mizuki kipanda na chanaga sana sizishindana na gama bwana kama kwa game mishaso sana zile gundu na majungu mimi namuomba Mungu anavunja viungu. Ya kitu kama hiko. Leo hii nakumbuka nyumbani nikotoka, nakumbuka na wana tale walinitoka, mademu wa kuonga pia wakatoloka. Siku hizi dogo mimi naitwa kaka, nasikia umri unaenda mpaka nazeka. Kila nikikaza mwendo vinakuja vishindo na maneno ya bongo na viuno vya Kongo. Kitu kama hiko. Okay. Sawa, na story kwamba katika ile kidogo inarudi nyuma sasa. Kidogo turudie kwa uchache sasa. Fupisha tuambie. Kutokana na watoto wa kiume kwenye kupambana kuna sehemu tulipata dili. Hilo dili tulipata ilikuwa ni mkoa wa Chunya. Kwa tulipata dili kule. Tuliambiwa kwamba tunaenda kuuza duka. Unajua sisi asilimia kubwa mimi napenda kutumia watoto wa $1. Tulipata hilo dili, tulidanganywa kwa tunaenda kuuza duka. Kwa sisi tujua kwa tunaenda kuuza duka, lakini baada ya kufika huko tukaambiwa kazi nyingine. Tuliambiwa kazi ya kulima tumbaku. Lakini muda wa wazazi wetu tumewaga kwamba tunaenda kuuza duka. Baada ya kufika kule kidogo, mimi si mkulima na sijui kulima nini, nisiongope. Si mkulima na sijui kulima na sijui hata kushika jembe. Kwa hiyo kidogo wenzangu walikuwa na uzoefu. Kwao walikuwa changamoto, lakini tayari mimi nishatoka kwenye mudi. Kwa sababu najua nakuja kuuza duka. Baada ya hapo tumeingia shambani, tumelima. Baada ya kulima, unajua kidogo mtu ukiwa unamfanyia kazi yake anakunyenyekea, lakini mwisho wa siku tulipomaliza ile kazi, wakati sasa tunasubiria inshallah, kwa sababu ile kazi ukifanya unatoka, ukitoka unabaki unasubiria pesa yako sasa ili ingie. Inakuwa zaidi ya miezi 2 au miezi 3 mnakuwa mnasubiria hiyo hela. Kwa hiyo mnakuwa tu mnakaa kwa bosi, hamna kazi yote ambayo mnafanya. Kwa hiyo pale mtakuwa mnakula, mnafanya kila kitu. Lakini kwa mabosi wengine sasa unakuta wako tofauti kabisa na vile ambavyo ulitegemea. Kwa hiyo wanaanza kunyanyasa wafanyakazi, wanawanyanyapaa wafanyakazi. Kwa hiyo ile changamoto sasa kwangu mimi sikuipenda. Kwa hiyo kwa sababu tayari nina kipaji, nikapiga hesabu nikajua mwenye kipaji afinja. Kwa hiyo kama mwenye kipaji afinja naweza kutumia kipaji changu ikawa sehemu ya kutafutia pesa. Kwa sababu zilikuwa ni shida nakumbuka ni tukio kidogo lililopita nyuma. Kwa hiyo mwanzo ulikutana vipi hadi akakupa hiyo suti? Ndo naelekea huko. Fupisha tueleze tukio. Kwa baada ya zile kazi tulizofanya, baada ya kusubiria hela yetu, tukaingia mtaani kwa sababu ule upendo wa bosi zetu unapungua. Kwa hiyo mimi nikabaki naishi ndani, nikabaki na kula pagalani, nikabaki na kula zile unajua kuna kile chakula ambacho mtu anapika, akipika akikokoa ile makoko labda akioshaosha vile vyombo akimwaga ndio sisi tulikuwa tunakula kile chakula. Lakini mwisho wa siku nikampata mshikaji wangu mmoja ambaye mshikaji alinichukua nikaanza kuishi kwake.
Lakini kule kwake bado nilipokuwa naishi pia changamoto ile ni nyumba ya ulisi ya wazazi wake. Kwa hiyo baadhi ya ndugu zake pia hawakunipenda, wakanifukuza kwao. Waliponifukuza kwao nikabaki na tanga mtaani. Lakini mwisho wa siku sasa nikapata eneo nyingine tena, kuna mama akawa ananilea kama mtoto wake, yani njaa ikiniuma nafika pale nakula. Sasa yule mama na mtoto wake wa kiume naye anapenda sana kuimba muziki. Kwa hiyo kuna siku ndo aliniambia, Kobla, kesho mwanangu anakuja Mwasasu, anakuja na waziri wa nishati ya madini na umeme, lakini pia wanakuja na viongozi wengine wa serikali. Kule kulikuwa hakuna mawasiliano yoyote yale, kwa hata kupiga simu haipatikani. Yaani hata nanili hizi nani nguzo za umeme zilikuwa hakuna, hata umeme pia hakuna. Kwa hiyo wale viongozi walikuwa wanakuja kule kuja kuzindua zile nguzo, yani kwa maana walikuwa wanakuja kuchimba mashimo na kusimamisha zile nguzo. Sasa kwao hilo jambo lilikuwa ni furaha sana. Kwa hiyo ndio sababu ya kuweka sherehe. Baada ya hapo viongozi walifika kesho yake. Mimi akanifuata mshikaji wangu, akaniambia, Kobla bwana, kama vipi tuandike nyimbo twende tukaimbe. Nikamwambia, mamangu, yani wewe ungekuwa unajua nini, yani hata labda ingekuwa afadhali ungeniambia kwa maskani mwanangu kuna kipolo kilibaki hata juzi ile, mimi nikaenda nikala ni fresh nikajistiri, ingekuwa poa, sio kuniambia niende nikaimbe na njaa. Sawa, tukatai kuimba, naimba, kipaji ninacho, lakini nikiwa na njaa bado mwanangu siwezi kufanya vizuri. Akaniambia, basi mwanangu, mimi nakuahidi ukiimba vizuri tunaenda maskani kupika ugali. Naambia poa, fresh. Basi baada ya hapo nikapata nguvu, nilikuwa sijakula chakula siku 3. Nguo, kwa sababu hata nguo pia nilizokuwa nimevaa nguo, hizo nguo nimeshindia zaidi ya miezi 2. Nguo haitoki mwilini, nguo haifuliwi, kipensi yani ya komando, sisi ndio vipensi komando, ndio hiyo. Hayo mambo bwana. Kwa sasa ilikuwaje akakupa suti? Baada ya hapo sasa walipokuja wale, unajua kila kijiji kina utamaduni wake. Basi pale kijijini walikuwa na utamaduni wao. Kuna mtu anamuita Bahati, yeye ndo anaandika sana mashairi ya pale. Kwa hiyo yule Bahati akawa anaandika majina, na mimi nikaenda nikaandika pale jina langu kama kawaida, nikaenda nikaandika Kobla Gold. Wamefika wale viongozi, imefika muda wa kuonyesha vipaji, wamepanda wenyeji. Baada ya kupanda wenyeji nikapanda na mimi. Nilipopanda mimi pale nikaomba kwanza beat kwa DJ. DJ akaniambia, nitakupaje beat wakati hujui kuimba? Wao jamani, pigeni ngoma. Kitendo mimi kilinikela na kiliniuma. Wewe mimi napigiwaje ngoma kwamba kama naimba na yani kama naimba mdundiko, lakini yote kwa yote nikakasa, nasema poa tu, siwezi nikashindwa kuimba kwenye ngoma. Imepigwa ngoma, nimeimba sikumbuki niliimba kitu gani. Utakuwa ni uongo nikisema hapa mistari niliyoimba sikiukweli sikumbuki. Baada ya kuimba kwenye ngoma, yule DJ mwenyewe akainua mkono, jamani samahani, mimi nataka bwana nimplay beat, afu nataka tushindane naye kuimba. Nikasema yes, unyama. Mwanangu sana, poa, karibu. Yule DJ alikuwa ametoka Mkwajuni, basi akanipa mic. Aliponipa mic nikaimba pale, nikanchana vibaya mno. Akasimama Bahati msoma mashairi, akasema, jamani, hata kama kijana sio wa kwetu lakini ameimba vizuri, kwa nini tusimchangie? Kabla hajanichangia mtu yoyote, ndio kwanza kunichangia alikuwa Mwasasu, akanipatia shilingi 5,000 nakumbuka kitu kaiko, kabla ya mtu yote kunichangia. Basi pale maokoto ndio akaanza kuja. Afu kumbuka ndio wakati naimba bosi alikuwepo, afu na wapambe wake wale watoto wake, wapambe wake wengine walikuwa pale, wako wananiona ninavyoimba. Kiukweli kutokana na hali yangu jinsi nilivyokuwa, sikuwa kwenye mazingira mazuri. Ukiniona unaweza sema labda ni kichaa fulani au chizi fulani ambaye hajielewi, lakini ni kutokana tu na mazingira niliokuwa naishi. Basi niliimba. Baada ya kuimba, kwa sababu viongozi walikuwepo pale, wakanipenda. Kwa hiyo baada ile shughuli kuisha, nikaitwa na Mwasasu. Baada ya hapo, kwanza nakumbuka kabla ya kuitwa na Mwasasu niliambiwa nihesabu zile hela nilizozipata kwenye kuimba. Nikahesabu. Baada ya kuhesabu nikuta nilipata 180,200. Baada ya hapo akasema, basi kijana mwingine mwanakiwa na kipaji anajitokeza anaimba. Nikazibeba zile hela. Kuna jamaa fulani ni daktari wa hicho kijiji, nilikuwa nikiumwa ananiita, anaenda ananitibu bure ni bila pesa yote ile.
Kwa hiyo nilipotoka kule kupeleka ile hela ili anishikie, kwa sababu nishajua bosi yuko pale, afu mimi jinsi ninavyomjua bosi wangu, nikitoka tu hapa nitakuidwa. Kwa hiyo baada ya kupeleka ile pesa, wakati nimerudi ndo Masasu aliniita sasa, ndo akanitoa hapo akanipeleka pembeni kidogo mgawani, nikala kuku pale. Oya wewe, kuku nilikula, nilikaa zaidi ya mwaka mzima sijakula kuku. Kwa hiyo nilienjoy sana kwa kitu kile. Baada ya hapo akanipatia namba yake ya simu. Aliponipatia namba ya simu akaniambia mkishamaliza huku shambani kwenu ulichoijia, na baada ya kupata pesa yako mimi utanitafuta, nitakwambia niliko, utanifuata. Nikamwambia poa, asante Mungu. Nikajua yes, hapa ndo naenda kutoboa sasa kwenye muziki. Baada ya hapo utofauti uliokuja, kweli kila kitu kimeisha, lakini baada ya kufika kule sasa akanibadilisha kutoka kwenye muziki na wimbo wa kidunia kanileta kwenye muziki wa gospel. Kwa sababu wale watu wa dini sana. Kwa hiyo hata yale mavazi ambayo niliokuwa navaa nilibadilishwa kutokana na injili ninavyotaka. Kwa hiyo ikabidi nianze kuvaa kiinjili injili. Ndio. Ya mambo ya haleluya. Kwa suti alikupa yeye. Sasa ndo naenda sasa kwenye hiyo suti. Tulitoka tukaenda dukani, ndo akaendaga kununuliaga hiyo suti. Na nilivyovaa hiyo suti, na nakumbuka wakati ndo narudi sasa nyumbani, ndio ilikuwa wiki inayo kuja ndo fiesta. Sasa hapo ndo nitakiwa nirudi nyumbani kwenda kusalimia. Baada ya hapo ndo tuliagana. Baada ya kuagana ndo nikarudi sasa nyumbani. Ilikuwa nikienda huko nikijipanga nirudi tena kwa awamu nyingine. Baada ya hapo ndo nikasikia kwamba tayari ashakufa. Nishategemea kabisa kwamba hapa naenda kutoka kimuziki, lakini naenda kuimba injili. Nishategemea kabisa kwamba naenda kutoka kimuziki, sasa naenda kuwa msanii mkubwa, lakini kwenye gospel muziki nilikuwa naufanya nishauacha kabisa. Baada ya hapo sasa imefika siku ya fiesta, ndio nikaivaa hiyo suti. Na baada ya kuvaa hiyo suti alafu lakini kwangu mimi nakuwa nitakuwa mchungaji mzuri kwa baadaye. Yaani nadhani ile suti ilikuwa nimevaa, mazingira niliyokuwa nayo yaliniona hivyo kama nitakuwa mchungaji mzuri. Na nani alishinda katika tafuta vipaji? Nani alishinda? Na ulikuwa labda ni wangapi? Alishinda Steve. Steve. Yuko wapi sasa hivi? Yupo Steve, yupo. Anafanya muziki? Anafanya muziki. Yupo mpaka sasa bado kwenye game na anafanya vizuri. Sema ndio hivyo, kila msanii anajitafuta kivyake. Ila hivyo tunaheshimiana naye kama bro, kwa sababu kwa kule Sumbawanga ananiita ndugu wake na Steve. Anapokuepo nipo mimi. Kwa hiyo hivyo fresh, hizo nyingine zinaendelea.